Katika hatua inayoonyesha kuongezeka kwa tahadhari ya kimataifa ndani ya Tanzania, ubalozi wa Marekani uliopo jijini Dar es Salaam umetuma taarifa ya dharura kwa raia wake, ukionya juu ya ongezeko la maandamano nchini humo. Katika taarifa yao rasmi, ubalozi umesema umepokea ripoti za kuongezeka kwa maandamano kwenye miji kadhaa ikiwemo Dar es Salaam, hususan maeneo ya Ubungo na Kimara, mjini Dodoma, Mbeya, Tunduma na Arusha, na kuongeza kuwa vyombo vya usalama vimeanza kuchukua hatua kwa sababu hali hii bado inaendelea kubadilika. Kwa mujibu wa ubalozi wa Marekani, raia wake wanatakiwa kuepuka maandamano, pia kuepuka sehemu zenye msongamano, lakini pia kuwa na hatua za kupunguza kuonekana, kufuatilia vyombo vya habari vya ndani na pia kuwa makini na mazingira yao wakati wote. Taarifa hiyo imebainisha kuwa hali ni tete na wamesisitiza kuwa ni muhimu kuchukua tahadhari kabla hatari yoyote kutokea. Aidha, ubalozi umeweka wazi mawasiliano ya haraka kwa raia wao ikiwa kutatokea tatizo lolote. Ubalozi wa Marekani jijini Dar es Salaam wakiweka namba ya simu na tovuti, lakini pia ubalozi huo umewakumbusha raia wao kujiandikisha katika mfumo wa kimataifa wa usalama wa wasafiri, ama ukipenda Step Smart Traveler Enrollment Program, ili waweze kupokea matangazo ya dharura moja kwa moja ama mara kwa mara. Taarifa hii imeibuka wakati ambapo mijadala ya kisiasa nchini Tanzania inaendelea kushika kasi, huku baadhi ya kauli za wanasiasa wa upinzani zikiripotiwa kuchochea maandamano katika maeneo mbalimbali. Ingawa serikali ya Tanzania haijatoa taarifa rasmi ya kukiri kuwepo kwa maandamano makubwa, vyombo vya habari vya ndani pamoja na wachambuzi wa kisiasa wanasema kuwa hali ya taharuki na uvumi juu ya mipango ya maandamano ya kitaifa kwa sasa zimeshuhudiwa harakati za vikosi vya usalama katika baadhi ya mitaa yenye mzunguko mkubwa wa watu. Wataalamu wa usalama wanaonya kuwa tahadhari kama hizi kutoka kwa mataifa makubwa, hususan Marekani, huathiri taswira ya nchi kimataifa, lakini pia huathiri sekta za huduma na utalii, huongeza hofu kwa wawekezaji na wafanyabiashara. Aidha, wananchi waliohojiwa pia wanadai taarifa ya ubalozi wa Marekani imeongeza taharuki. Tunajiuliza hasa nini kinaendelea nyuma ya pazia. Hata hivyo, wapo wanaoamini kwa hali hii itatulia na serikali ina uwezo wa kusimamia amani ya nchi kama kawaida. Wataalamu wa usalama wanashauri wananchi watii sheria za nchi ili kuepuka kushiriki maandamano yasiyo na kibali, kuripoti mara moja matukio ya uvunjifu wa amani. Na kwa raia wa Marekani waliopo Tanzania, ubalozi unaendelea kuwaeleza kufuatilia kurasa rasmi za ubalozi, vyombo vya habari vya ndani na matangazo ya serikali ya Tanzania. Kwa sasa hali bado inaendelea kufuatiliwa kwa karibu. Penzi mtazamaji, si kwako, una maoni gani kuhusiana na taarifa hii ambayo ni tamko hili ubalozi wa Marekani nchini Tanzania ambao limeweza kudai kwamba hali ya taharuki inazidi kuongezeka kutokana na maandamano ambayo kwa sasa yanaendelea? Na ni maandamano ambayo yameweza kuanza asubuhi ya leo ikiwa ni siku ya uchaguzi, na wametaja maeneo kama Dar es Salaam, wakisema maeneo hususan kama Ubungo na eneo la Kimara, lakini pia Dodoma, Mbeya, Tunduma pamoja na Arusha ndio maeneo ambayo raia wa Marekani ambao kwa maeneo haya wanabidi wawe waangalifu sana, manake wanasema huku ndiko ambako kulingana na taarifa zao maandamano yameweza kuwa makubwa zaidi, na wanarai raia wao waweze kuepuka maandamano, lakini pia kuepuka sehemu zenye msongamano, lakini pia kuwa na hatua ama kuwa maeneo ambayo hayana mkusanyiko mkubwa wa watu, lakini pia kufuatilia vyombo vya habari vya ndani na kuwa makini na mazingira yao wakati wote.